Benki Kuu ya Tanzania BOT imewataka watumishi wa taasisi za fedha nchini kuwa waaminifu na waadilifu kwenye utumishi ili kuepuka tuhuma za kifedha. Ni siku inayotengeneza alama ya maisha kwa wahitimu wa stashahada ya utendaji na usimamizi wa mabenki na stashahada ya uzamili katika uendeshaji wa mabenki kwa wahitimu wa chuo cha benki hiyo. Ikiwa ni hitimisho la 4 kwa wahitimu wa chuo hicho jijini Mwanza, Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba amesema kuwa suala la fedha linahitaji nidhamu ili kujenga uaminifu kwa wateja. Nimekuwa nikiwaambia wenzangu kwamba hii sekta yetu inahitaji uzalendo mkubwa sana. Kuna watu ambao hawawezi kutunza fedha zao wenyewe, lakini wanazitoa huko zilipo, wanakuletea wewe ili uzitunze kwa niaba yao, wakiwa na imani kwamba zitakuwa salama na hautazidokoa kwa namna yote ile. Kwa hata kama utakuwa mwenyewe hauna fedha mfukoni, uamini kwamba makubaliano na mwajiri wako, hata kama umejiajiri mwenyewe, matumaini yako ni kwamba utapata ujira kwa asilimia mliyokubaliana ya kuzitunza fedha hizo. Usije ukajiongeza ukazidokoa kwa kufanyia chochote, utakuwa umeenda kinyume na mahitaji ya soko na utakuwa umekiuka ile dhamira au dhamana uliyopewa ya kutunza fedha za watu. Kwa hiyo muendelee kulizingatia hiyo. Hii sio sekta ya kuja kujinufaisha na kujitajirisha. Ni sekta inayohitaji uzalendo, uaminifu, kujituma na kujitoa kwa moyo ili utunze ile taswira ya sekta yetu. Hivyo sekta hii ni moyo wa uchumi, na kwa kuwa ina dhamana nyeti ya kulinda uthabiti wa mfumo mzima na mnyororo wa thamani katika sekta ya fedha nchini, basi hatutarajii na wala hatutegemei kusikia vijana wetu waliolelewa hapa kwenye chuo chetu kwa gharama kubwa wakienda huko mitaani kufanya vitendo vya ukosefu wa weledi, ukosefu wa uadilifu kama vile wizi, udanganyifu au kwa namna yote kuchochea ongezeko la mikopo chechefu. Mpaka sasa wenzenu ambao umewakuta wakisimamia sekta hiyo wameweza kupunguza kiwango cha mikopo chechefu kutoka 9.6 mwaka 2019 na kufikia 3.3 mwaka 2025 mwezi Juni. Sambamba na hilo, anawakumbusha wahitimu hao kuwa wabunifu, wachapakazi na moyo wa kujituma. Kijisahau kwamba ulisoma umetosheka, utashangaa kwamba umepitwa na wakati, kwa sababu dunia inaendelea, dunia haijasimama. Hivyo kuhitimu kwenu leo kuwe ni fursa na mwanzo wa safari mpya ya kujifunza na kupata maarifa mapya katika maeneo mbalimbali na katika viwango vya juu zaidi. Sina shaka kwamba mafunzo mliyopata mlikuja wenyewe kwa hiari. Inawezekana kuna wengine mlilazimishwa na wazazi au waajiri wenu. Basi tunashukuru na wazazi kwa kuwahimiza au kuwalazimisha, kwa sababu mmetimiza wajibu wenu, lakini mmewaongezea elimu vichwani mwao. Hivyo Benki Kuu ya Tanzania itaendelea kuwafuatilia kwa karibu wafanyakazi wote wa sekta ya fedha, na hatutasita kuchukua hatua kali kwa wale wote watakaobainika kujihusisha na vitendo vyovyote kinyume na maadili ya sekta ya fedha. 3, naomba kuasa wahitimu wote kwamba kwa kuwa tunaendelea kuwakumbusha kuwa katika sekta ya fedha kuna ushindani mkubwa, hivyo mna wajibu wa kuwa wabunifu, wachapakazi na watu wa kujituma katika kutumia ipasavyo ujuzi na elimu mlioipata hapa chuoni ili kuleta maendeleo yenu binafsi, maendeleo ya jamii yenu na maendeleo ya taifa, hata kimataifa kwa ujumla. Kwa mwaka uliopita kozi zetu sasa zinazidi kuongezeka. Miaka 5 iliyopita on average kwa mwaka ilikuwa ni kozi 20. Mwaka juzi
kama tulivyoripoti tulikuwa na kozi 102. Sasa mwaka jana tumeziongeza, imefika kozi 120. Na washiriki kwa mwaka jana, kama nakumbuka ile tuliporipoti kwenye mwaka juzi ule, wakati na ripoti kwa mwaka jana, tulikuwa na wahudhuriaji wa kozi zetu 3715. Kwa mwaka uliopita tunavyoongea imeongezeka namba hii kwa 16%. Kwa hiyo chuo kinazidi kujipanua, kinazidi kuongezeka, na katika hizi kozi zote za mwaka mzima uliopita tulikuwa na wahudhuriaji kutoka nje ya nchi 127 ukilinganisha na mwaka juzi ule ambao tulikuwa na 124. Kwa hiyo chuo kinazidi kujipanua, kinaongezeka, na hivi tunavyoongea hivi tayari nimetima timu Zanzibar, tuna wahudhuriaji wa kozi wa kutoka Uganda sio chini ya 6 ambao wanakwenda kuhudhuria kozi yetu. Kwa hiyo mgeni rasmi na gavana wa Benki ya Tanzania, tunapambana, tunajitahidi kwa maelekezo mnayotupatia, na tunajitahidi kujiposition kama mnavyotuelekeza kwa ajili ya kuhakikisha kwamba si tu tunapata mshahara, lakini tunafanya kazi na kuonyesha kuna value addition. Mheshimiwa mgeni rasmi, huwa naogopa unakaa sehemu halafu huna value addition. Yaani unaonekana kama wewe unafanya kazi as usual. Kwa kweli kwa maisha sasa hivi na teknolojia ilivyo, inabidi vichwa vyetu vifanye kazi kwa wepesi sana kuendana na hali halisi ya sasa hivi, lakini na kasi ya dunia inavyoenda. Kwa hiyo tumejitahidi kwenda na kasi hiyo, na bado kwa maelekezo mnayotupatia tunaendelea kuchapa kazi na kutenda kazi. Tayari Mheshimiwa mgeni rasmi umenipa timu ya wafanyakazi, na timu inazidi kuongezeka na tunazidi kuongezewa staff wengine. Kuna uhakika kwenye miaka 2-3 ijayo tutakuwa tunaongea lugha nyingine tofauti. Na saa hizo kutoka kwa viongozi hao zikawainua baadhi ya wahitimu. Kama swala ya usuo fedha, jambo la kwanza ni uadilifu, na ili tumeliona hata katika masomo ambayo tulikuwa tukiyasoma. Tumesoma sana kwa habari ya uadilifu na inao haja ya kutendea kazi, kwa sababu gavana amesisitiza kwamba tunapoingia kufanya kazi kwenye mabenki pamoja na taasisi mbalimbali za fedha, ina maana tunakuwa tunatunza pesa ambazo ni za watu na sio za kwetu. Kwa mtu anapokuwa sio mwadilifu, inamaanisha atasababishia hiyo taasisi husika anayofanyia kazi kuweza kuwa na picha mbaya, lakini pia sekta nzima ya fedha haitaweza kufanya vizuri. Naitwa Shadrack Mijinga Enoch, ni mhitimu wa postgraduate in banking management kwenye chuo cha BOT Academy. Kwanza ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo ametuwezesha wanafunzi ambao tulikuwa tunachukua kozi hii na tumemaliza vizuri, tunamshukuru Mungu. Lakini kwenye hotuba ya governor amesisitiza sana uaminifu kwa wahitimu wote ambao wanaenda kwenye soko la ajira na ambao tayari wako kwenye ajira tayari. Ukishasoma mambo ya benki, hiyo inahusiana na fedha, na pesa inahitaji uaminifu. Kwa hiyo uaminifu ni kitu kikubwa, na uaminifu ni kitu ambacho kinahitajika sasa katika fedha, pesa, vitu kama pesa. Kwa hiyo pesa ni kitu ambacho kinahitaji uaminifu mkubwa sana, maana tamaa zipo, mambo yapo ya maovu ambayo yanaweza kufanya mtu ukafanya kwa ajili ya pesa. Kwa hiyo kwenye swala la benki, pesa inaweza ikawa ni muhimu, lakini uaminifu ni kitu muhimu zaidi. Asante. Kwa hotuba hii ambayo tumepata, ni kwa kweli imeweza kutufungua na kutujengea uwezo wa kufuatilia zile integrity, accountability za financial institution na zile rules and regulation za regulator kwa financial institution. So tunasema kwamba hii ni opportunity ambayo tumepata, na hivi ambavyo tumejifunza tutaenda kuifanyia kazi kwa uadilifu mkubwa na integrity ya kutosha, kwa sababu pia kitu kimoja cha financial institution inatakiwa tuwe na integrity ya kutosha. Kwa hiyo mimi nasema asante kwa institution kwa kutupa hii nafasi, lakini pia na encourage na watu wengine pia ambao wanataka kujifunza. Hii ni sehemu sahihi, na niombe tu kwa serikali kwamba wanapokuwa watoto hawa wanafanya vizuri katika masomo yao,
basi wale ambao wanaonekana kuwa wamefanya vizuri kwa mifano waweze kusaidiwa kupata namna ya kuweza kutumia elimu waliyopata kusaidia wananchi wa Tanzania. Lakini nitoe wito kwa watoto wa kike kwamba sasa wanawake wanaweza bila kuwezeshwa. Katika mahafali hayo, tamati hitimisho hili la mahafali ya 4 likavunjwa na wimbo wa taifa kwa uzalendo wa wahitimu wa Chuo cha Fedha cha Benki Kuu ya Tanzania BOT. Hii ni Tanzania Habari.